katika mihangaiko yangu kila siku nilifika katika ofisi fulani ya serikali. Nilikuwa napeleka barua kupata jambo langu. Lucky enough, wakati niko pale ofisini nikakutana na mtu ananifuatilia katika mitandao ya kijamii hasa YouTube. Akaniambia, wewe ndio Innocent Ushindi, tunafuatilia masomo yako yanafundishika, lakini tunakuwa na ombi la kujua zaidi kuhusu Islamic Finance. So video hii ni kwa ajili ya huyo mtu ambaye aliomba na kwa wengine wote ambao wanahitaji kujua Islamic Finance au Islamic Banking kiundani zaidi. Kabla ya kuanza, please, kama wewe ni mtu mpya usisahau kusubscribe, na kama wewe ni wa zamani endelea kusupport, kulike, kushare na kusupport mekanizmu zetu za Washindi Mug na Washindi T-shirt. Washindi Mug kwa shilingi 25,000, Washindi T-shirt kwa shilingi 30,000. So tukianza katika Islamic Finance au Islamic Banking, hii ni aina ya misingi ya uwekezaji au misingi ya banking ambayo inafuata sharia ya Kiislamu. Kuna principle kadhaa ambapo Islamic Banking hufuata kama zifuatazo. Cha kwanza, uwekezaji wa Kiislamu hauhusu riba, kwamba mfano umewekeza shilingi fulani upate riba ya shilingi fulani. Hiyo ni the same ya kuwekeza, na pia hata ukimkopesha mtu hairuhusiwi kukopa au kuwekeza kwa riba, bali unawekeza kulingana na faida unaotaka kupata kwenye ile uwekezaji. Ambapo unakuja kwa upande wa pili kuelewa kwanza, uwekezaji wa Kiislamu unadili sana na underlying asset. Maana yake hela ya mtu anawekeza lazima inunue kitu au ifanyie kitu ambacho kitatengeneza faida, kitafanywa biashara na kutengenezewa faida. Mfano, sisi tunapowekeza katika UTT AMIS tunaachia zile pesa zinapelekwa kwenye mabenki au kwenye mahisa ya soko, ile faida tunagawana. Lakini kwenye Islamic Banking, ile pesa mtu anawekeza, ile pesa inaweza kutumika kufungulia biashara, ambayo biashara yenyewe inatakiwa iwe isiyokatazwa, kama vile pombe, kubeti, muziki na kadhalika. So hiyo biashara inapopata faida ndiyo inagawana kwa wawekezaji kutokana na makubaliano ya pesa mnayoweka. So cha msingi kwenye uwekezaji wa Islamic tunaangalia profit, sio interest. Tunaangalia faida na sio riba. So kama umeelewa mpaka sasa, kuna aina mbalimbali ya uwekezaji katika Islamic Finance. Cha kwanza kuna muraba, kuna mudaraba, kuna ijra, kuna sukuk na kuna muraka. So hizi zote tano nikitaka kuelezea hapa tunaweza kuchukua dakika kadhaa nyingi. So leo tunaanza na mudaraba versus UTT. Mudaraba, kama mudaraba linavyosema kwa kifupi, mudaraba maana yake partnership. Ili kuelewa kwa rahisi ni kwamba mudaraba ni aina ya uwekezaji ambao inakutanisha watu wawili. Wa kwanza ni ule mwenye mtaji, wa pili ni ule mwenye uwezo. Mtaji, capital, na skill, au mtaji na mjasiriamali, ambapo mwenye mtaji anatoa asilimia yote ya mtaji, anamwamini mjasiriamali au mtu mwenye skill aweze kufanya biashara. Na kabla ya kuanza hiyo biashara, wanaamua katika ile biashara faida itagawanaje. So hapa kuna pre-decided capital ratio, kwamba katika ule uwekezaji faida itapatikana. Je, mimi niliotoa pesa nitapata asilimia kadhaa, na wewe mwenye uwezo au wewe ndio unasimamia hiyo biashara utapata asilimia kadhaa.
ila hairuhusiwi mtu kumnyonya mwenzie. Kwa hiyo mnakaa chini mnakubaliana. Kwenye hili, pale ambapo biashara itapopata hasara au itapokufa, mwenye pesa aliyotoa pesa ndo anabea hiyo hasara yote, ndo anakula hasara yote. Lakini kama huo biashara au uwekezaji ulikuwa kutokana na makosa ya yule aliyopewa mtaji, labda alifanya udanganyifu, hakusimamia mali vizuri, basi hiyo hasara nayo itamhusisha mtu huyo. So kama hapo kifupi ujue ni kwamba ni mtu A na B wanakaa chini wanakubaliana, mimi nitatoa mtaji milioni 5, wewe nakupa wewe huu mtaji milioni 5, labda ufungue kafe au ufungue duka dogo. Katika lile duka dogo faida inayopatikana mnaweza kuamua faida tunagawana baada ya miezi 6 au baada ya mwezi. Hiyo faida labda mimi nitachukua 60%, utachukua 40%, mnaamua. Na hiyo biashara kama ikienda kwa bahati mbaya haikufanya vizuri, basi mwenye duka na mwenye mtaji anakubali hasara. Lakini kama hiyo biashara mlisimamia, wewe uliopewa dhamana ya kusimamia mtaji haukufanya kilivyo, labda udanganyifu, ulikuwa unatapanya mtaji ovyo, basi na wewe utahusika. So hii ni tofauti gani na UTT AMIS? Kwanza tunaangalia muundo au structure. Katika mudharaba, investor au yule anaotoa mtaji ndio anahusika kumpa mtu anayefanya biashara au mwenye uwezo skill pesa ya kufanyia biashara. So kimsingi ni inakuwa uaminifu kati ya mwenye mtaji na ambaye hana mtaji lakini ana uwezo wa kusimamia huo mtaji. Lakini tukija katika UTT AMIS, wewe kama mwekezaji unatakiwa kununua vipande au units katika uwekezaji, usubirie vile vipande viweze kupata faida ndio uweze kuchukua. So kwa UTT AMIS unaweza kaamua mimi leo nanunua vipande vya Umoja Fund au nanunua vipande vya Liquid Fund, ile faida inayotokana na hapo ndo inakuwa faida kwangu. Lakini kwa upande wa pili ni vile mtu mwenye mtaji anamwamini mtu ambaye si mtaji ndio amsimamie biashara. Cha pili katika jinsi ya kurudisha return au faida. So katika hii mudharaba ni kwamba faida inakuwa imeshaamuliwa kabla ya kuanza biashara. Kumbuka, kabla ya kuanza biashara mnakaa chini mnaamua hii biashara ikipata faida tukubaliane, mimi nitachukua shingapi, asilimia ngapi, wewe utachukua asilimia ngapi. So kunakuwa na faida ambayo mshaamua. Return mudharaba huwa inaamuliwa kabla ya kuanza biashara. So mnakaa wawili, yule anayotoa mtaji na yule mwenye mtaji, mnakaa mnakubaliana, sitachukua kiasi fulani, wewe utachukua kiasi fulani, ndio mnaanza biashara. Lakini kwenye UTT AMIS faida inatokana na soko litakavyoenda, performance ya soko. Inaweza kuwa uwekezaji ukapanda au uwekezaji ukashuka kulingana na soko la uwekezaji. Cha tatu katika kugawana hasara, hakuna biashara isiyokuwa na hasara. So wewe kama katika murabaha ukiwekeza, hasara inakuwa inaenda kwa mwekezaji aliyotoa pesa. Lakini kama nilivyosema awali, kukiwa na any negligence au walakini kwamba mtaji ulifanywa ovyo au kuna udanganyifu fulani, basi wewe uliopewa mtaji nayo utahusika. Lakini tukija katika UTT AMIS upande wa pili, hali ya hasara inakuwa
imepelekwa, imegawanywa katika uwekezaji mbalimbali. Kwa mfano labda kwa sababu UTT AMIS inawekeza katika bonds, inawekeza katika stock, inawekeza katika corporate bond. So hasara inategemea ni sehemu gani waliwekeza zaidi. Kama waliwekeza zaidi katika bonds, basi performance ya mfuko unaweza kushuka, lakini kama waliwekeza katika sehemu nyingine, uwekezaji unaweza kushuka. Lakini kwa sababu kuna portfolio ya uwekezaji, tunategemea katika UTT AMIS kukitokea hasara sehemu moja, basi sehemu nyingine itainua ule uwekezaji. Cha 4, jinsi ya kutoa mwangaza kwa uwekezaji, au tunaweza kusema report. So katika hii uwekezaji wa Kiislamu Rabaa, lazima wewe mwekezaji na mtu wa mtaji muwe na mucho trust, uaminifu cha msingi. Wewe mwenye mtaji lazima utoe taarifa za kweli na sahihi kulingana na hiyo biashara mnaofanya. Je, tumeingiza shilingi ngapi? Je, tulitarajia nini? Je, kuna hasara yoyote? Kwa kati ya hapo lazima utoe ushirikiano kati ya watu hao wawili. Lakini katika upande wa UTT AMIS, UTT AMIS ni mfuko ambao unasimamiwa na kuratibiwa na CMCA pamoja na BOT. So chochote kitachofanyika ambacho hakiendani na misingi ya hizo zamana au taratibu wa hizo agency mbili, basi UTT AMIS itawajibika kujibu hayo hizo issue au hizo possibility ambazo zitatokea. Cha mwisho, namna gani unaweza kuzifikia hizo aina ya uwekezaji? Tutaanza na wa Kiislamu. Mara nyingi hizi zinatolewa katika benki za Kiislamu kama vile PBZ, naona hata CRDB na wana Islamic Banking na benki zingine. Lakini UTT AMIS kama inavyojulikana, unaweza ukaanza kwa online ukajaza form, au kutumia USSD zao ukaanza kujiandikisha mfuko, na mifuko mingine inaanzia 10,000, 100,000 kuanzia na kianzio cha kuendelea 5,000. So jinsi ya kufikia mifuko hii, mmoja, unafikia katika taasisi ambazo zinafuata sharia za msingi wa Kiislamu. Lakini UTT AMIS haimlimit mtu yoyote. Kama Mkristo, Muislamu, wewe unaruhusiwa kuwekeza. So tumefikia hapa mwisho. Nini ambacho umeweza kujifunza katika hii uwekezaji miwili, kati ya hii Murabaa pamoja na hii UTT AMIS? Kama una maswali na maoni, unaweza kutuuliza, na pia tupo katika uwezo wa kutafuta katika namba zetu za simu ambapo tutaweka hapo chini, ni 0752855067. Wao waliokuwa nje ya nchi ambao wanashindwa kunipata kwa sababu wanasema namba ipatikane, tafadhali katika WhatsApp weka ile +255 752850067. Narudia tena, +255 752855067. So unaweza kanipata kwa urahisi. Hakikisha unahitaji hiyo. Na email, unaweza kanitumia email yetu ya ino.mnyele@gmail.com ambayo nimeweka chini. So hivi karibuni tutaanzisha njia mpya kutafuta kwa njia ya email, inakuja hivi karibuni. So asanteni kwa kunisikiliza, kuwa nami hadi sasa. Tukutane katika video zijazo ambazo tutaelezea ijwa, tutaelezea sukuk, tutaelezea murak. So kuwa nasi ili uweze kujifunza zaidi. Na watakia wakati mwema. Chao.